katikati ya hao watu. Amen. Haleluya. Kwa hivyo tunaona Mungu alikuwa na mtazamo mkubwa, alijua kwamba tunaweza kukusanya watu 50 na sometimes wakosekane, lakini tukiwa katika hatua za kuweza kutafuta watu wengi, anaahidi ya kwamba pakiwa 2 ama 3 kwa ajili yake yeye anakubali kuunganika na hao watu. Kwa hivyo mwanzo ambao tumeanza unaweza kuwa umeonekana kama mdogo, lakini tunajua ya kwamba mwanzo mdogo ukiwa na Mungu hatimaye utapanuka na kuwa mwisho mkubwa. Na Mungu ni Mungu ambaye huwa anafurahia mwanzo ambao ni mdogo, mwanzo ambao ni unyenyekevu, maana hata ukiinuliwa na upelekwe juu utasema kweli umbali huu nimekuja imemgharimu yeye. Yaani ukipiga hesabu yako, ukiangalia vile ulianza na mahali umefika, unakuwa na nafasi ya kusema pana mkono wa Mungu ndani ya mambo ambayo yameweza kufanyika. Haleluya. Tutasoma kitabu kidogo, na tumeitwa ama ninajua makusudi ya kusanyiko hili ni kumwomba Mungu. Na kwanza niwahimize na niwatie moyo ya kwamba kama haujawahi kuambiwa maombi ni kazi. Vile unaona mtu anaenda mahali anafanya kazi ngumu, anaenda mahali anafanya kazi anachoka, anaenda mahali anafanya kazi hangependa sana kuifanya ile kazi, lakini kwa sababu inamlazimu inambidi kwenda kuifanya. Kwa hivyo maombi katika watu wa Mungu, katika watu ambao wameamini ni kazi. Na sote tunajua hakuna kazi ambayo haina changamoto zake, hakuna kazi ambayo haina uchovu, hakuna kazi ambayo haina kujitolea. Wakati mmoja Israeli ulikuwa na uabudu sanamu ambao ulikuwa ni wa hali ya juu sana, na mtumishi wa Mungu Elijah akaghadhabika na mambo yaliyokuwa yakifanyika Israeli, na kwa hivyo akaenda kwenye magoti na akamwomba Mungu afunge mbingu kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yakifanyika Israeli. Na kwa hivyo ni magoti yake yalipiga katika siri hadi akaweza kupata nguvu ya kuweza kufunga mbingu kwa miaka 3.5. Baada ya ile miaka 3.5, maana alimwambia mfalme ya kwamba mvua itaonekana ama kutaweza kunyesha baada ya miaka 3.5. Haikuwa tu automatic ya kwamba baada ya miaka 3.5 mvua inyeshe. Biblia inatuambia ya kwamba wote ambao wamesoma Biblia wamejua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Elijah alienda kwenye magoti yake na akakiweka kichwa chake katikati ya miguu yake. Sijui kama unaona hiyo posture, ndugu, ya kupiga magoti, unapanua miguu yako na kuinamisha kichwa chako kinakuwa katikati ya miguu yako, kwa sababu alikuwa katika biashara ya kuirudisha mvua ambayo ilikuwa imepotea kwa miaka 3.5. Kwa hivyo alikuwa na kazi, na neno la Mungu linatuambia kwamba aliomba kwa muda ambao hatujaambiwa, na akamwambia mtumishi wake, enda nje utazame mawingu kama kuna kitu kinaonekana ama kama kuna dalili ya mvua. Mtumishi wake akatazama mara ya kwanza, hakukuwa na chochote, mawingu yalikuwa yameng'ara, hakukuwa na dalili ya mvua. Lakini mtumishi wa Mungu alijua ya kwamba mvua haipatikani hivyo tu, lakini inazalishwa katika maombi. Akarudi akapiga magoti mara ya pili, akamlilia Mungu, akaliita jina la Bwana, akaambia mtumishi wake, enda uangalie. Mtumishi wake akaenda akaangalia, akarudi kwa habari labda ile ambayo ingekuwa ya kuvunja moyo, akamwambia hata sasa hakuna jambo kwenye mawingu, hakuna dalili kwenye mawingu. Lakini mtumishi alikuwa na siri moja, alijua kwamba
haijalishi kile kinaonekana huko nje, lakini kile ninajua ya kwamba magoti yangu ndio yanazalisha kile ambacho kinaonekana kule nje. Akarudi mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita. Habari ilikuwa ile ile ya kwamba mawingu yameng'aa na hakuna dalili ya mvua. Haleluya, haleluya. Ninajua mtu anafikiria katika mawazo yake na kujua ya kwamba lazima tujitie moyo wa kukaa mahali pa maombi, hata kama itafika mara ya nne, hata kama itafika mara ya tano, hata kama itafika mara ya sita. Tunajua ikifika mara ya saba patakuwa na dalili kwenye mawingu. Haleluya, haleluya. Maana nguvu zilizo ndani yetu za kuzalisha ndiyo inamata, sio kile kinaonekana kule nje. Na hata ilipofika mara ya saba, Biblia husema ya kwamba yule mtumishi wa Elijah alisema ya kwamba ameona wingu ndogo kama mkono wa mwanadamu. Basi Elijah akajua ya kwamba tayari hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu kimezalisha katika maombi. Haleluya. Hakupiga magoti mara nyingine, aliinuka akaenda akamwambia Ahabu ambaye alikuwa ni mfalme, jiandae kwa sababu mvua itanyesha kubwa sana, maana nimezalisha katika maombi. Kwa hivyo tujitie moyo tukijua kwamba kuna watu waliotutangulia. Kulikuwa na Nehemia ambaye aliona kuta za Yerusalemu zimeharibika na akapata mzigo wa kuweza kujenga zile kuta, na mchungaji Reverend Mashaji alikuja kwetu Sunday na akatuambia kwamba huduma ama kumtumikia Mungu kunataka burden bearers, na kwa sababu kuna baraka ya watu ambao wametazama huduma hii na wakaona inastahili kuinuliwa tena, ndio maana tunasema ya kwamba licha ya pingamizi zote tunajua ya kwamba lazima kuta za huduma hii zitajengwa tena. Amen. 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 Inaweza kuongea sana, lakini nilikuwa nikitaka tuzungumze jambo kidogo tu kuhusu, labda haujawahi kujua, hata mimi sijawahi kuulizia sana kuhusu mahali ambapo Brother Moirori kanisa letu Mother Church liliitwa Firstborn, lakini sababu mimi hupenda kutafuta na pekua maandiko, kuna neno ambalo ninalijua liko katika kitabu cha Waibrania. Nasoma kwa ufupi tu alafu tutaomba. Waibrania 12, Hebrews 12 verse 22. Hebrews 12 nasoma mstari wa 22 na 23, tuelewe jambo kuhusu wazaliwa wa kwanza ama mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba, mtasoma kwa Kizungu, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to the innumerable company of angels. Verse 23 inasema, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. Hata sitaki kumalizia, inasema to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. Mtu yote ambaye anamwamini Mungu, tunajua habari ya wakati wa Passover kule Misri, ambapo Mungu alimwambia Musa awaandalie wana wa Israeli, awaeleze ya kwamba wamchinje mwana kondoo, wamle yule mwana kondoo, kisha damu yake wapake kwenye miimo ya milango yao. Na ikasemekana kwamba wakishafanya hivyo, malaika wa kifo atatembea wakati wa usiku na atakuwa akiwaua wazaliwa wa kwanza.
wakafanya hivyo, wakatii, na ilipofika usiku malaika alitembea na kila mlango ambao haukuwa na alama ya damu, malaika aliingia na akawaua wazaliwa wa kwanza. Lakini kwa wana wa Israeli, huyu kondoo waliyemchinja ndiye aliyefanya wazaliwa wa kwanza katika Israeli wasiuawe, kwa sababu huyu mwanakondoo alikuwa amekufa kwa niaba ya wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Kwa hivyo wazaliwa wa kwanza katika Israeli na Israeli yote waliokolewa, kwa sababu walikuwa na ile replacement. Kifo ambacho wangekufa kilichukuliwa na mwana kondoo ambaye aliwakilisha siku ya leo, Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu alipoangikwa msalabani akiwa mzaliwa wa kwanza, yale mauti ambayo yangetupata, yale mauti ya milele ambayo yangetupata, yalipata mwana kondoo wa Mungu. Na kwa hivyo kama vile wazaliwa wa kwanza walikombolewa katika nchi ya Misri, kwa hivyo tukiwa watu ambao wameamini Mungu tunafanyika wazaliwa wa kwanza, and therefore destruction is not our portion, because Jesus already died on our behalf. Amen. Praise the Lord. Therefore, anybody who believes in Christ has been made to be the firstborn, and therefore destruction, failure, setbacks, retardation, retrogression, all these things are not our portion, because they were hanged on the cross by Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tukiendelea na huduma hii, ninataka wote tujue kwamba sisi ni wazaliwa wa kwanza wa Mungu, na kwa hivyo hatujui kufa moyo, hatujui kurudi nyuma, hatujui kushindwa, hatujui kusema ya kwamba tumechoka na maombi. Amen. Hallelujah. Be the firstborns. Our perspective is that of God. Our perspective is that of Jesus. Our perspective is what is of Jesus who died for us, na ameketi kwenye mkono wa kulia wa Mungu ambao ni mkono wa ushindi. Kwa hivyo tunapoendelea na huduma hii, hatuna jambo lolote la kusema ya kwamba tumechoka. Hakuna jambo lolote la kusema ya kwamba tumeangalia dalili ya mawingu na kuona kama hakuna kitu kinafanyika. Kama hakuna dalili, tunaizalisha katika maombi. Amen. Haleluya. Kama hakuna dalili, tunajua ya kwamba tumepewa neema ya kuzalisha mambo katika maombi. Mchungaji Doki alituambia kwamba kile unaona na macho haya kinazalishwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hivyo kile tunataka kuona tunazalisha kutoka kwa ulimwengu wa mwingine. Kile ambacho tunataka kifanyike mahali hapa na katika mji huu wa Kino, tunajua ya kwamba tumepewa nguvu na mamlaka ya kuzalisha katika maombi. Praise the Lord. Hallelujah. Na unajua katika jamii kama kuna mtu ambaye hakufi moyo, ni mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza na mzazi wake huwa ni sawa. Zile changamoto ambazo mzazi anapitia, mzaliwa wa kwanza pia anazipitia, na anakuwa ndiye mlezi wa wengine.
Kwa hivyo mtu yeyote ambaye yuko katika nyumba hii, mtu yeyote ambaye anaamini jina la Yesu, tumefanyika wazaliwa wa kwanza. We are the church of the firstborn, the general assembly. Oh, the church that is registered in heaven, and this registration is the registration of overcomers. That is what our daddy normally tells us, that we are registered overcomers. We've got no place for failure. We've got no place for discouragement. We've got no place for going back. We are not withdrawing any sooner because we are the church of the firstborns. Hallelujah. Najua umeelewa mzaliwa wa kwanza kwa njia tofauti, ya kwamba wazaliwa wa kwanza hawafi moyo. Wazaliwa wa kwanza wanajua ya kwamba wale wako nyuma yao lazima wataishi, lazima watakuwa. Kwa hivyo kama kuna mtu katika mji wa kiroho ambaye amekufa moyo, tunaamini ya kwamba kuna wazaliwa wa kwanza hapa ambao watahakikisha ya kwamba wameinuliwa na Bwana na kuletwa kwenye nafasi ya wazaliwa wa kwanza. Amen. Haleluya. Last born katika boma huwa anajihurumia sana na kuona akona entitlement ya kuhurumiwa na kusaidiwa, lakini mzaliwa wa kwanza hana hiyo nafasi ya kujihurumia. The firstborn are people who press forward. They are people who are not discouraged. They are people who stand in for their siblings. Tamalizia hapa, lakini nilitaka tu ujue ya kwamba umeitwa katika nafasi ya mzaliwa wa kwanza, na hautakufa moyo na hautawacha kama haujaona kile ambacho unataka kizaliwe kimezaliwa. Haleluya. Praise the Lord. Hautawacha kama hujaona ya kwamba kuna mtu anasaidika na madhabahu haya katika mji wa Keno. Hautawacha kama hujaona ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amekufa moyo katika mji wa Keno, lakini amepata kisima cha kunywa maji. Praise the Lord. Wacha tusimame. Ninaweza kuongea na niongee kwa sababu ya Mungu, lakini nilitaka tusikie kwamba tunaendelea na msukumo, ya kwamba kuna nguvu ambazo zinakusukuma, ya kwamba sio wewe, lakini kuna zile nguvu ambazo zinakufanya kuendelea vile ambavyo utaendelea. Kwa hivyo tukisema ni kwenda mbele za Mungu, usikuwe na haraka ni kama tunangojea lunch mahali hivi, ama ni kama kwamba kuna jambo tunangojea baada yako, lakini tujue kwamba tunaenda mbele za Bwana tukitaka kuzalisha mvua katika mji huu wa Keno. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo nataka uchukue nafasi yako tu, sitaongoza kwanza, lakini nataka tuwe na maombi ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ya kurudi kwenye madhabahu haya ya Keno. Usikie ya kwamba unamwambia Mungu ya kwamba tuko tayari kuona jina lake likirudiwa na utukufu katika mji huu wa Keno. Uko na nafasi ya kumwambia Mungu asante kwa sababu amezindua kisima hichi cha Keno. Father, we bless you. Father, we honor your holy name. We acknowledge you because you are God, and besides you there is no any other God. Wewe ni Mungu unayesimama na watu wako. Wewe ni Mungu unayetia mzigo ndani ya watu wako wa kufanya kazi yako Bwana. Jina lako litukuzwe.
For it is in Jesus' name we do pray and believe. Amen, 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 amen. Kwa hivyo nitafikisha hapa kwa sababu